tuko hapa katika kujadili namna ambavyo matumizi ya teknolojia mpya kwa maana ya akili mnemba, artificial intelligence, ambavyo ama inaweza ikawa fursa ama ikawa na madhara katika tasnia mbalimbali, hususan hii ya habari. Sasa mimi nikiwa kama mbunge, lakini nikiwa kama mdau mkubwa sana wa eneo hili la akili mnemba kwa maana ya artificial intelligence, nachoweza nikasema ni kwamba pamoja na fursa mbalimbali zilizokuwepo za matumizi sahihi ya akili mnemba, lakini pia kuna athari kubwa sana ambazo zinaweza zikapatikana endapo teknolojia hii itakuwa haitumiki kwa ufasaha, haitumiki kwa kuzingatia usalama na kadhalika. Kwa mfano, kwa sisi viongozi wanawake, kumekuwa kuna ongezeko kubwa sana la ukatili wa kijinsia mtandaoni, na matumizi haya ya akili mnemba yanaweza yakachagiza, yakapelekea ukatili zaidi, kwa maana watu wanatumia sauti yako, wanatengeneza maudhui ambayo sio ya kweli, watu wanatumia picha yako, wanakuweka kwamba uko na mtu ama uko kwenye sehemu ambayo sio kweli, watu wanakudhalilisha, watu wanafanya matukio ambayo kwa kiongozi mwanamke yanaweza kumfanya hata kama anagombea akashindwa kupata nafasi kutokana na maudhui tu ya namna hiyo. Lakini eneo la pili, tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunapoongelea matumizi ya akili mnemba kwenye uchaguzi, yana faida lakini pia yana hasara kama yatakuwa hayalindwi katika misingi ya sera na sheria. Tatolea mfano, mtu anaweza kutumia akili mnemba kubadilisha matokeo na kuonyesha yale matokeo yanakuwa kama vile ni ya kweli, hadi pale ambapo inatokea yale matokeo halisi yanakuja kutolewa yanaonekana ni feki. Na haya yameshatokea kwenye mataifa mbalimbali. Lakini vile vile akili mnemba inaweza ikatumika kuchochea vurugu, kuchochea uvunjifu wa amani na hata kupelekea nchi kuingia kwenye vita na vitu kama hivyo. Haya yameshatokea kwenye mataifa mengine. Lakini vile vile inaweza ikachochea mtafaruko baina ya dini, dhehebu moja na dhehebu jingine. Hii tumeshaona inafanyika kwenye mataifa mengine. Lakini mbaya zaidi pia, akili mnemba isipotumika vizuri inaweza ikafanya watu wasijitokeze kwenda kugombea pale ambapo haitumiki vizuri. Na mimi nikiwa kama mbunge na mdau wa eneo hili, naendelea kusisitiza kwamba tuwe tuna matumizi sahihi ya akili mnemba, lakini ili kufanya hivyo lazima tuwe tuna mfumo wa kisheria pamoja na kanuni ambazo zitawezesha matumizi sahihi ya akili mnemba.